tunahisi kuna mambo ambayo sio ya kawaida. Tukiangalia kwa mwangalio tu wa kawaida, just physical appearance of the lake, halafu na kuangalia nafikiri mmeshaona watu wanaongelea magugu maji, halafu tukiangalia na jinsi activities au kazi zinazofanyika kandoni au katika catchment ya hili ziwa. So tunajua kwamba sio kwamba kuona maji tu ni meupe au ni colorless inatupa kwamba hayo maji ni masafi. Kwa hiyo ndio maana tukasema ngoja tufanye huu utafiti, lakini utafiti huu huwa ni wa muhimu sana katika kumanage water resources ambayo especially kama hii ambayo iko shared na nchi tofauti. Umuhimu wa zoezi hili ni kwanza, Ziwa Victoria lenyewe kwa ufupi ni kwamba lina pembezoni kuna shughuli nyingi ambazo zinazofanyika za kibinadamu. Kwa hiyo kwa ufupi tunakuta kwamba Ziwa Victoria linachafuka. Sasa ili tuweze kuelewa ni uchafu huu unatoka wapi. Kwa hiyo tunachukua sampuli za maji, tunazipima maabara, tunaweza tufahamu sasa ubora wa maji kwa sasa. Kwa hiyo mojawapo ya umuhimu sana wa zoezi hili, tunapopata hizi takwimu zinatusaidia sasa kuweza kufahamu kwamba maji yetu yana ubora kiasi gani, na tuweze kufahamu sasa kama jumuiya za nchi za Afrika Mashariki tunaweza tukaja na miradi ipi ambayo itasaidia zaidi kwenye utunzaji wa mazingira ya bonde la Ziwa Victoria, mazingira ya Ziwa Victoria. Lakini pia inaweza ikasaidia kwenye uboreshaji wa sera kati ya nchi zote. Inawezekana kwa mfano sisi Tanzania taturuhusu shughuli za kibinadamu ndani ya mita 60. Wenzetu wa Kenya ni mita 30. Waganda nao wana mita zao. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tunafanya upimaji wa takwimu wa pamoja, unatusaidia baadaye kuja na mabadiliko ya kisera kati ya nchi wanachama. Namna gani tunaweza kusimamia bonde la Ziwa Victoria, hasa Ziwa Victoria lenyewe. Tumeona sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vinajitokeza. Kuna masuala ya magugu maji, kuna masuala ya samaki. Kwa hiyo masuala yote haya yanategemea ubora wa Ziwa Victoria. Kwa hiyo ni vizuri kulifahamu ziwa lilivyo ili tuweze kuwasaidia wenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya na kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria kuweza kuweka mikakati mizuri ya kuhifadhi ziwa hili ambalo ni kubwa na la pili duniani.